Yanga dhidi ya Simba Benjamin Mkapa. Simba amegomea pre-match meeting. Mambo yako vipi? Endelea kuwa nasi hapa sako kwa bako. Unapata taarifa zote. Kwa nini mnyama amegomea? Na sisi tuna taarifa gani juu ya mnyama kugomea? Je, hatoshiriki mchezo huo ama atashiriki? Mambo ni mazito kweli kweli. Lakini wakati tunaendelea kukupa taarifa njema bwana, furahia maisha ya Yas kwa sababu Yas ni mtandao mzuri kweli kweli, na ndio maana wanakupatia luta zenye kasi zaidi, na ukitumia luta yao bwana hautahangaika kuhusiana na kukwama ama kupata shida ya kimtandao, kwa sababu luta yao bwana ina spidi, lakini pia ni miongoni mwa luta ambayo hata muonekano wake ni mzuri. Kwa hiyo fanya maamuzi bwana. Kwanza kipopota sana. Kinabebeka kirahisi sana. Ukiwa na kipochi chako kwa mwana mama, kina sehemu yake inaweza ukakipachika ikawa safi kabisa. Na kwa wale content creators wakiwa na vibegi vyao vya laptop na nini, basi inakuwa ni sehemu rahisi sana kuchomeka ile. Unaendelea kufanya vitu, kufanya creation katika mitandao ya kijamii ukiwa na kile kiruta chako cha Yas. Ndio bwana, utajipatia kwa gharama nafuu mno, na tukwambie tu kwamba shilingi 250,000 ndio pesa ya kwanza ya kuanzia. Unatoa ile ukabidhiwa ile luta, kisha utatumia mwezi mmoja bure. Baada ya kutumia mwezi mmoja bure, mwezi wa pili utatumia. Ukishaisha mwezi wa pili ndio utaanza kulipia. Kwa hiyo hii unatumia kisha ndio unalipa. Kwa nini tunafanya hivi? Ni kwa sababu hatuna shida wala shaka na luta kutokea Yas. Zenyewe ni bora zaidi. Tuone Data Sport sababu ndio wanasema official agent wa Yas kwenye kuuza hizi luta kabisa. Namba moja kabisa kwenye speedi na mtandao wake kuwa vizuri. Sasa kabisa, ndugu yangu Steven Mwana wa Mapunda bwana, taarifa kubwa ni pale kwenye shirikisho la mpira wa miguu Tanzania pamoja na bodi ya ligi walitengeneza na ratiba ile, kama mambo yalikuwa mengi, lakini mwisho wa siku watakubaliana kwamba ngoma ipigwe tarehe 25. Ndio. Leo ni tarehe 24. Imesalia siku moja kuelekea kwenye mchezo. Pre-match meeting imefanyika. Yanga walikwenda kwa maana ya alikwenda kocha Miludi Amdi pamoja na captain Nixon Job. Wakazungumza, lakini klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wamekula nyoya. Paka hivi sasa tunaingia mitamboni. Klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wamekula nyoya. Bwana. Na kwa sababu kuna mambo mengi, ile presi ikawa imeishia hapo, Simba ikiwa hajatokea. Tumsikilize sasa hapa afisa habari wa bodi ya ligi kwa maana ya Karim Buimanda, alafu tutarejea tena hapa na sisi tutie maneno yetu kabisa. Ndio. Kwa mujibu wa ratiba ambayo ilitumwa kwa klabu zote mbili na kwenu wanahabari, Simba Sports Club ambaye ni mgeni katika mchezo huu walipaswa kuwepo hapa saa 5:30 na kuanza mkutano. Lakini tumefanya jitihada kadhaa. Bahati mbaya sana wahusika wamekuwa hawapatikani kwenye simu, kwa hiyo tunashindwa kuelewa changamoto hasa ni nini mpaka sasa hivi, lakini bado hawajafika kwenye eneo la mkutano. Na kwa sababu hili ni jambo la kikanuni, ni jambo ambalo lina ratiba, na baada ya hapa kuna ratiba ya matukio mengine kuelekea huo mchezo, hatuwezi kuendelea kuwepo hapa mpaka jioni, ndugu zangu wanahabari. Kwa hiyo nitumie fursa hii kusema rasmi kwamba tunamaliza mkutano wetu rasmi. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo imetokea. Simba hawakutokea, na si kutotokea tu, wamepigiwa pia simu hazipatikani. Hiyo ndo hatari. Kwa sasa hivi nakuelewa sasa kauli yako kwamba umekula nyoya. Kwamba bora hata mngekuwa mnapatikana tungesema kwamba hawa kwenye foleni kitu gani wapi, kuna shida gani? Nilikupigia simu watu tena simu ikakata. I say hii ni hatari. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo taarifa imetufikia Steven Mapunda. Ndio. Lakini kabla tuanze kutazama na kile ambacho niko nacho ni nini, tuwasikilize pia kocha wa klabu ya Yanga pamoja na nahodha wa klabu ya Yanga Nixon Job walichokizungumza kuelekea kwenye mchezo dhidi ya watani wao wekundu wa Msimbazi Simba. Kisha tutarejea tena hapa kwa ajili ya kuzungumza yote kuelekea kwenye huo mchezo na taarifa juu ya Simba nini hasa ambacho amekipanga, utakwenda kukisikia hapa. Good morning for everybody. Yes, like you said, Kariakoo Derby for tomorrow is a big game between two big clubs, two big teams. We respect Simba, of course, the club, the player, and the fans.
but also we are young African, and we will do everything to be champion tomorrow. That's a big problem tomorrow because Simba and young African want to be champion, and tomorrow only one take the cup, and I really hope we take the cup for young African, for the fans. I will be very happy for my players and all like young African. Sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo. Tunaamini utakuwa ni mchezo mgumu na ni mchezo mzuri, lakini tumejiandaa vizuri na tunaamini tutafanya vizuri ili kuweza kutetea taji letu. Sisi morali yetu bado iko juu pale pale, tena ukizingatia tukiangalia kwa mchezo ambao ulipopanga kwa sasa hivi ni mchezo muhimu kati hata ile ambayo ingekuwa nyuma. Kwa sisi kama wachezaji tuko tayari na morali iko juu na tunaamini tutakwenda kupambana kwa asilimia zote kufanya vizuri katika mchezo huu. Sisi kwetu hakuna pressure yoyote, ukizingatia wachezaji wakubwa, hii ndio michezo yetu. Kwa hiyo kikubwa ni kujiandaa vizuri na kwenda kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo tumepata kusikia walichokizungumza kocha wa klabu ya Yanga. Ndiyo. Pamoja na nahodha wa klabu hiyo ya Yanga, kwa maana nahodha msaidizi Nixon Job, kuelekea kwenye mchezo wao wa kesho dhidi ya Wekundu Msimbazi Simba ambao wamekula nyoya kwenye press conference meeting hiyo. Simba kuonekana na Simba haipatikani. Sasa taarifa za ndani kweli kweli. Ndio. Maneno Data Sports wamenipa dhamana Simba bwana. Walipanga mipango kama ifuatavyo. Ndio. Za ndani kweli kweli hizi nakupa. Wana Data Sports uzuri wao. Unajua Data Sports wana bahati sana. Wanatakiwa wajivunie kweli kweli Data Sports. Kabisa. Watu hatulali ujue. Kabisa. Tulizungumza kuhusiana na marefari kwamba marefari wa Bongo wamejivunja. Kila refari hataki dabi mchezo. Unanipata vizuri kutokea wakaleta waamuzi kutoka nje. Sio kwamba labda ndio maana unaona Simba wana taarifa, Yanga wana taarifa, wameleta waamuzi. Kwa nini? Waamuzi wa Bongo wote wameitema Bongo. Kuna visababu vinakuja, watu kinarajiga sio kwenye semina kaka. Kwani waamuzi ni arajiga pekee? Kuna waamuzi wangapi hapa? Waamuzi wengi sana. Tulishaisema hapo wiki moja nyuma. Ndio. Leo imetimia. Sasa taarifa za ndani ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba bwana. Ndio. Simba walikuwa na mipango ifuatayo. Ndio. Mpaka sasa hali si shwari kuelekea idabi, yani hawaelewi nini wafanye. Kwa sababu wenyewe pia wanaulizana kwa nini na nini kimetokea hivi. Ndio. Maamuzi yalikuwa kupeleka wachezaji 8 kwenye mchezo. Kabisa. Unanipata vizuri? Kabisa. Wapeleke wachezaji 8. Ndio. Ambayo mechi inatakiwa ianze ikiwa na wachezaji wangapi? Wachezaji 8. Ndio. Mechi kishaanza na wachezaji 8. Ndio. Sinafaa mechi kwanza. Kikanuni wanaweza akacheza. Unanipata vizuri Na kupata vizuri mno. Wachezaji 2 wanajivunja, wanabaki 6. Wakibaki 6 kikanuni mchezo hauwezi kufanyaje? Hauwezi kuendelea. Mechi inatakiwa iahirishwe. Ikiahirishwa Yanga anapewa pointi zake 3. Ndio. Na magoli yake 3. Anatangazwa kuwa bingwa. Yaani kuonyesha tu kwamba sisi mchezo hatukuridhia. Hiko ndicho ambacho kimepangwa na klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Sports Club. Unanipata vizuri? Na kupata vizuri sana. Sasa wakati Simba wanapanga hayo mambo, ndio, na wanaendelea kuweka hayo mambo sawa, ndio, watu wakashtuka, watu mle ndani ya Simba wakavujisha taarifa. Baada ya kuvujisha taarifa, ndio ikafika taarifa kwetu, ndio, juu ya hiki ambacho kimepangwa tena na Simba kwamba hawatashiriki. Mimi taarifa kutoshiriki pre-match meeting nilipata jana kwamba Simba kesho. Nakumbuka nilikuzuia sana usiwaambie wana data. Nilikwambia jana bwana tuhitaji hapa, kaniambia hapana Cisco. Tutaharibu test ya mchezo. Ni kweli. Unanipata vizuri. Yaani nisipokaa karibu na mimi nitakuwa naropoka kila kitu. Najua difili zako ishakufa. Nitakuwa naropoka. Compressor haifanyi kazi. Compressor yenyewe isharibika. Umeona? Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi ni kwamba taarifa ambazo niko nazo, nafikiri Simba hatahudhuria kabisa na hiyo sahau ndio ishapita hivyo. Ndio. Lakini pia Simba hatofanya mazoezi Benjamin Mkapa. Siku moja kabla. Leo kwa maana leo Simba atakiwa ende pale Benjamin Mkapa. Ugeni leo. Lakini taarifa nilizonazo kama watakwenda basi wamebadilisha maamuzi. Lakini taarifa ambazo niko nazo, taarifa ambazo Simba watakwenda Benjamin Mkapa kufanya mazoezi. Ndio. Kama watakwenda, sijui lolote linaweza likatokea kwa sababu watu mawazo yanabadilika bwana. Lakini mpaka sasa hivi tunaingia mitamboni. Salamu wa Simba watakwenda kufanya maamuzi. Lakini kuna 60% ndio za kesho kwenda kucheza huo mchezo.
Asilimia 60. Kwa hiyo ina maana kwamba 50 kwamba Simba kesho na kucheza. Kwa hapo kuna asilimia 10 za tia maji. Yaani maana 60 huku zinabaki 40. Kwa yani zile 10 zitia maji. Yaani bado kidogo tunaziwezi sogee ziwe 50 kwa 50. Niambie nini hapa ambacho nakiona kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo na hiki ambacho Simba amekianzisha, kwa sababu kutoshiriki pre-match meeting tafsiri yake nyuma yake kuna mambo mengi. Na hii inaweza pia ikatoa picha nyingine kwamba Simba kama vile wanaogomea mchezo. Wanipata vizuri kwa sababu ndio maandalizi ya mchezo yanaanzia hapa. Ndio. Bwana Cisco, hii mimi sitachelea kusema moja kwa moja kwamba Simba hawautaki mchezo wa dabi. Huu mchezo wa dabi Simba hawautaki kwa sababu nakumbuka hapo nyuma tulishazungumza Data Sport kwamba lazima kwenye communication lazima tuzingatie hili swala la kuweza kufanya mawasiliano baina ya timu na mashabiki wake ili kuja kuipa support timu. Siku kadhaa zilizopita tumekuwa tukipiga kelele kwamba kwa nini Simba wamekaa kimya. Tukasema kwamba kwa sababu Simba sio mwenyeji wa huu mchezo. Na inafahamika kwamba kikanuni kwa hii misimu miwili sasa mwenyeji ndio anachukua mapato yote ya mechi husika. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni sehemu ya mind game kwa mgeni kuto kumnufaisha mwenyeji wake kwa kumpa mapato, au pia ikawa ni sehemu ya mbinu ya kivita kumfanya mgeni akarelax kuona kwamba mwenyeji akarelax kuona kwamba mgeni huenda hii mechi ameichukulia poa au asije, ili akija aweze kupata manufaa. Lakini hivi vitu vinakwenda mpaka kwenda saa 24 kuelekea kwenye mchezo. Unaona kabisa bado wameendelea kukaa vile vile kwamba hawatoi update, si kwenye social media zao, sio kwenye vyombo vya habari vinavyohusu klabu na wala sio umma. Wao wameendelea kubaki kwa kimya. Hii si kawaida kwa dabi ya Kariakoo kuwa hivi. Hata kama angekuwa yeye sio mwenyeji, yeye ndio mwenyeji, asingeweza kukubali kufanya hivi. Na tumewahi kusikia mara kadhaa Simba wakiwa wanalalamika pale ambapo anapokuwa mwenyeji Yanga anaposhindwa kufanya matangazo kuelekea katika mechi husika. Wamekuwa wakilalamika na walikuwa wakizungumza. Kwa hiyo tuliona kabisa kwamba kwa kigezo hicho kuelekea kwenye mechi hii ambayo imeahirishwa mara 2, hii inakwenda mara ya 3 kwenda kuchezwa, tulitegemea kwamba kuona wao wakiwa front kwenda kuhamasisha. Kwa kitendo hiki ambacho wamekifanya siku ya leo kutokea kwenye pre-match meeting, hii inatafsiri kabisa kwamba Simba hii mechi hawahitaji. Yani black and white unaiweka pale imesimama kwamba hatuhitaji kucheza huu mchezo, kwa sababu hapo ndio ilikuwa sehemu ya mwisho ya Simba kuwatangazia umma kwamba mechi ipo. Na kwa sababu pre-match meeting inasaidia nini bwana Cisco? Pre-match meeting inasaidia kwanza kuweka awareness kwenye vyombo vya habari ambavyo vimeshika dhamana ya kupeleka hii michezo kwa watu. Kwamba kuona kwamba kabisa kwamba kuelekea kwenye huu mchezo sisi ambao tunarusha matangazo tunawahakikishia mchezo huu upo. Lakini pia kitu kingine kuweza kuweka hamasa kwa mashabiki kwamba wanataka kujua hali za wachezaji zipoje kuelekea kwenye mchezo husika. Kuna majeraha mangapi? Kuna wangapi wako fiti kuelekea kwenye huo mchezo? Je, wachezaji wana morali kiasi gani? Lakini pia nyie kama timu mnahitaji support kiasi gani kwa mashabiki wenu? Kwa hii pre-match meeting ni sehemu ya kikao muhimu sana cha kuweza kujua. Lakini pia ni sehemu pia ya kuweza kutambua kwamba mwenyeji wangu utavaa jezi gani na mgeni atavaa jezi gani. Je, hizi jezi zitakazovaliwa yani haziwezi kufanana au haziwezi kuwa na conflict ya aina yoyote? Kwamba bwana mimi Simba nataka nivae jezi yangu ya blue, wana jezi kama blue hivi, si ndio? Na Yanga pia wana jezi nyeusi ina ufito mweupe. Sasa kama huyu anakuja na blue ya dark blue, huyu anakuja na jezi nyeusi, zikikaa uwanjani hatuwezi kuelewana. Kwa lazima pale ije isemekane bwana mimi mchezo huu nitavaa jezi za njano, Simba atavaa jezi nyekundu, au Simba atavaa jezi nyeupe, Yanga atavaa jezi za njano za kijani, unaelewa? Kwa hiyo hii sehemu ni sehemu muhimu zaidi ya kuweza kutambulisha kwamba kiti kitakachotumika siku ya kesho ni kiti cha aina gani, lakini pia kuweza kuipa habari umma kwamba tumejipanga kwa kiasi gani. Kwa hiyo hadi kufikia hapa kikanuni bado mwenyeji wa mchezo hajajua mgeni wake anakuja akiwa amevaa jezi gani, anakuja akiwa na socks za rangi gani. Pia umma haujajua
kwamba Simba wamejipanga kiasi gani kuelekea kwenye huu mchezo. Je, ni kweli niache shughuli zangu kwa sababu mchezo ni siku ya kazi. Yes. Umeona? Mtu hajui kwamba nianze kujivunja kazini leo au nitengeneze mazingira gani niende kwenye mchezo au mchezo haupo nikae tu kusubiri kwenye TV. Umeelewa vizuri? Yes. Kwa hiyo bado sintofahamu imekuwa kubwa zaidi, na hii yote imetengenezwa na Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa kigezo hiki bwana Sisco, mimi napigia mstari pale kabisa chini pale kwamba Simba wamegomea mchezo. Mimi napigia mstari pale chini, ndio wamegomea mchezo. Okay. Kwa kigezo kama hicho. Kwa sababu hapa pia kilichobaki maana yake ni kwamba kusubiria majira ya saa 10 ya jioni kwenda kuangalia kufanya mazoezi ya jioni. Yes. Mazoezi ya siku moja kabla ya mchezo. Na hapo pia itakuwaje? Hiyo ndio itakusanya doti ya pili. Alafu doti ya tatu kesho siku ya mchezo. Yes. Ambao ukiangalia kwa staili hiyo kwa upande wa Simba hii imekula kwao zaidi kwa sababu mashabiki wa kutoka Kigoma, wa kutoka Mwanza, wa kutoka Tandaimba huko, tusiwategemee kuweza kuwa na morali ya namna hiyo kuweza kuja kwenye mchezo. Na pia tulikuwa tunaonaga kuelekea michezo kama hii, tunaonaga kuna watu wanatoka Kigoma kwa miguu, wengine wana basikeli, wengine wana nini, wanakuja kufuata dabi ya Kariakoo, lakini hatujaona hiyo hamasa. Tulikuwa tushazoea kuona watu kutoka Kongo, kutoka nchi za jirani kuja kuifuata hii hamasa, lakini kwa sasa hivi hatujaona. Nini kilichosababisha? Simba Sports Club hajaamua kuwa sehemu ya kuweza kuitangaza huu mchezo. Kwa hiyo kwa kigezo hiko mimi naona moja kwa moja wamekwenda kuugomea huu mchezo bwana sisi. Bana, tusubiri kuona baada ya pre-match meeting Simba kula unyoya. Je, watatokea Benjamin Mkapa? Ni maswali ya kujiuliza, lakini taarifa nyingi na za ukweli tumekwisha kupatia kwa nini hasa ambacho kinaendelea ndani ya klabu hiyo wekundu Msimbazi Simba. Iko taarifa ambayo tumekupatia kwamba walipanga pia kupeleka wachezaji 8 kwenye mchezo wa kesho dhidi ya Young Africans, kisha wawili wajivunje baada ya dakika mwanzoni tu za mchezo, ili baki wachezaji 6 na mchezo huo usipate sifa kuendelea, ili Yanga apate ushindi wa mezani na apate pia ubingwa wake. Kwa sababu gani? Simba hawajaridhia na hawajafurahishwa kabisa mchezo huu kusogezwa mbele kutoka tarehe 15 mpaka tarehe 25. Lakini taarifa hizo zimevuja. Je, watakuja na mpango gani mpya? Tusubiri kuona. Pre-match meeting Simba wamekula unyoya. Vipi kwenye upande wa mazoezi leo jioni watakwenda? Lakini jibu ni kwamba hapana. Simba leo hawataweza kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Mimi naitwa Sisco, DMC wako. Unaweza pia ukanicheki ili tuweze kufanya sherehe yako ikanoga na ikawa nzuri zaidi. Nyuma ya kamera yuko mwamba kweli kweli, si mwingine bali ni Emil Saidi. Kwaheri.